Yes, ni kile ambacho kinaonekana kama majibizano ya maneno kati ya mwanadada Wema Sepetu, lakini pia mashabiki zake ambao wanamfuatilia, lakini hususan wale ambao wanamtukana na kumuita mgumba wa taifa. Mambo yamekaje? Karibu sana. Jina langu ni Official Rose D, hii ni Biomedia, usiache kusubscribe. Ni mwanadada Wema Sepetu anatoa tamko zito kuhusu mtoto, awajibu wale wote ambao wanamuita mgumba wa taifa. Anakuambia siumini, nishazoea, hakuna jipya. Haya, huyu ni mwigizaji lakini pia ni star burudani Tanzania, Wema Sepetu, ambaye anaibua mjadala mkubwa sana mitandao ni mara tu baada ya kuchapisha ujumbe wake kwenye Snapchat akitoa msimamo wake kuhusu masuala mazima ambayo yanamhusu kupata mtoto yeye, pamoja na kauli za watu kuhusu maisha yake binafsi kama kazi pamoja na makazi. Bado ujumbe huu umeonekana kusambazwa lakini pia katika kurasa za mitandao ya kijamii Januari 7 na kuanza kuvuta maoni ya watu wengi hususan mashabiki. Katika tamko lake, Wema amesitiza wazi kuwa watu wasidhani anaumia kwa swala la mtoto, akieleza kuwa tayari amekubaliana na matokeo na ana amani ya moyo, na anaongeza kuwa hapaswi kuonewa huruma, akisema kwamba si yeye wa kwanza kukosa mtoto, na akaomba mwaka huu watu wajikite kwenye mada nyingine badala ya mambo ya mtoto, akihitimisha kwa msisitizo kwamba maisha ni mafupi na yanafaa kuenjoy to the max. Bana, mbali na hilo, mwanadada Wema ameonekana kuchukizwa sana na mijadala ya mara kwa mara kuhusu hali yake ya kiuchumi, na kwenye ujumbe huo amegusia kauli zinazodai kwamba hana kazi au hana nyumba, na kujibu kwa msimamo kwamba hataki kuingiliwa. Ameeleza pia kuwa kuna urithi wa nyumba alioachiwa unatosha, na akaweka wazi kuwa kama atajenga au asijenge, hilo ni jambo lake binafsi na si la mtu mwingine. Sasa sehemu ambayo ilivuta hisia zaidi ni pale ambako alisema kwa mtazamo wake kwamba hana mtu wa kumwachia urithi, hivyo anataka swala hilo libaki hivyo hivyo bila shinikizo la kijamii. Bana, kwa kutazama ujumbe wake mwanadada Wema Sepetu kwa mapana, tamko hili linaonekana kuwa ni jaribio la kuweka mipaka, kwa maana ya boundaries dhidi ya pressure ya udadisi wa umma, hasa kwa wanawake maarufu ambao mara nyingi ukutana na maswali ya lini mtoto, kana kwamba kipimo cha mafanikio au thamani yao. Wema pia amegeuza mjadala kutoka kwenye hisia za kuonewa huruma kwenda kwenye msimamo wa kujiamini na kuchagua amani, akisitiza kuwa si kila jambo la mtu maarufu ni mali ya mazungumzo ya umma. Right now kinachoonekana ni kwamba mwanadada Wema anatuma ujumbe mmoja tu ulio wazi: 2026 anataka kuishi good life bila maswali na bila kuingiliwa na mtu yeyote, na anataka mijadala iheshimu faragha yake. Tamko hili likiendelea kusambaa, mjadala mkubwa unabaki kuwa mmoja tu: jamii itaamua lini kuheshimu mipaka ya watu kwenye masuala mazima nyeti ya maisha binafsi. Bana, mambo yako hivyo. Unaweza kuishi maisha yako, lakini pia unaweza ukanyamaza tu na huruhusu kuzungumza chochote kuhusu uchumi wake, makazi, lakini pia swala zima la kupata mtoto ni kama amerizika fulani. Pengine unafikiri mpaka kufikia hatua hiyo mwanadada Wema kuchapisha ujumbe wa namna hiyo, ni kipi hasa amefikiria ama anapitia nini kwenye maisha yake? Pengine dondosha comment yako moja kwa moja, wakati mwingine tuweza kuangazia kwa uzuri kabisa. Bye bye.